yale yametendeka pale yameenda hivyo kiwango hicho kwa sababu kumekosekana uwiano ambao sasa watu wangekaa chini na hizo community zikae chini. Mimi kile ningependa kusema ni ya kwamba kuwa mimi ni Mkamba na wewe ni Msomali itakuwa ilete tofauti ya ukabila. Tujue kwamba sisi ni watu wa Mungu, na mimi niliumba kama Mkamba nikajipata nilikuwa Mkamba na wewe ukajipata kuwa Msomali, na tunatakiwa tujue kama sote sisi ni watu wa Mungu na tuliomba na Mungu tukiwa na lengo moja ya kukaa kwa undugu na kwa umoja. Kwa hivyo kabila usitutenganishe. Ukabila yani kuwa mimi ni Mkamba na wewe ni Msomali, tusione ya kwamba kuna vita iko katikati yetu ama kuna tofauti yetu vile Mungu alituumba. Kwa hivyo nasema upande wa huko kwetu nguni tukanie shinda ya Wasomali tulishangamia katika mashamba ya Kamba, na wakati tunauliza unaona yale majibu ikikosekana Wakamba tunaingilia kwa barabara na tunafunga njia ili angalau tusikike. Kwa hivyo nikisema kwamba kama kuna umoja kama huu tumeonyesha siku ya leo, ningeomba tuendelee kuwa na umoja. Hakuna maendeleo itakuwa bila amani. And it says peace and development are there depend on each other. A peaceful society creates the right environment, and that's what we're looking for. Bila amani hatuwezi kuwa na environment nzuri sana. While development helps reduce what we call poverty, huwezi kwenda kufanya biashara yako utakuwa maskini throughout. And inequality which can cause conflict. Sustainable what you call growth. Nations promote peace, justice, unity. Naona wala wa neighbors, simuliona Sudan, muliona mpaka all these things that are happening are actually dangerous. So justice, peace, unity, respect for human rights. Nikimwona Mkamba mwenzangu nitasema this is my brother and sister. So I don't know, I'm generally a teacher and a very talkative man. I don't know to take other people's time, but I'm busy. And I'm also a chairman of our society. So in conclusion, peace is not only absence of war, but also key what you call condition for societal and economic development. Lazima tutafika mbali sana tukiachana na hiyo ujuzi ya kukorogana. Kama juzi tulisumbuka, hatumeweza kwenda Nairobi. Hii barabara imefungwa, tukaanza kuomba. Actually I sent pastor here, John Hassan, chairman yetu, ndio kama Katiso hapo. Pastor Katiso. What is his other name? Lazarus Katiso. He came here and gave a lecture. Sisi tulishindwa kwenda Nairobi, bwana, unakaa hakuna mkate, hakuna mboga, hakuna nini. Sasa shida hii imeanza kwa sababu ya mambo ya climate change. Hali ya anga imebadilika, kumekuwa na uhaba rasilimali, so ikabidi sisi wafugaji wa kutoka Tana River na Garissa tuhame tuje tutafute malisho upande. So wakati tumekuja upande Kitui, tumeweza kupata challenges ifuatayo. Ya pili, sisi kama wageni hatujui ofisi ya chief, hatujui headman, hatujui kamati ya usalama, na ile jamii ambayo inatupokea haituelekezi. We don't get actually guidance from the communities that are receiving us. Ile jamii ambayo tumehama upande yao. Hiyo ni one challenge. Ile challenge nyingine ni kuwa neighbor. Wakati tumehama tumekuja, huyu anaona kama huyu ni mtu angamia ambaye amehama amekuja, hataki aje atafute maziwa apate maziwa, tukae pamoja, aniambie shamba ni hapa. Unaona, anaona tu mimi ni mtu angamia na ananichukua mimi tofauti. So hii imekuwa ni changamoto. The issue of us accepting each other imekuwa big challenge. Mimi nimekuja, sina shida, nimekuja nitafute lisho, lakini bado wewe unaniona a foreign man in a foreign land. Ile jambo lingine ni kuhusu
misinformed rumors. Hii jamii wanaishi tu vizuri, mara unasikia kwamba askari wanakuja ama KPR wanakuja kuvamia watu, so hii ina create a lot of tension. Misinformed rumors imeweza ku create tension kati ya hii jamii mbili, ama hii jamii ya wafugaji na hawa jamii ya shamba ambaye ni Mkamba. Na katika ile hali ya tension sasa imeweza ku displace watu wengi. Unaona watu wanaanza kukimbia tu na mifugo yao kwa sababu inasemekana sijui ni KPR wanakuja kuvamia watu, so watu wanakimbia na ngamia, na ni uongo. Ama Wakamba wanaambiwa shufta imefika mahali fulani. So this imeweza ku create confrontation among these communities of pastoralists na farmers. Ile jambo ingine ni concerning mambo ya boundary. Mambo ya boundary, sisi watu wa Tana River na watu wa Kitui, kila mtu ana allege his boundary. Sisi tume allege mpaka hapo mtu wa Ng'ombe, hao wana allege mpaka kule Kuriti. So the issue of boundary na land demarcation, watu kutembea na kuweka miti alama hiyo rangi, hiyo pia imekuwa sasa ni jambo ambaye imeweza kuchangia kuona ya kwamba you are in a wrong zone. Ningetaka kwanza kuwajuza kuwa sisi ndio tumekalia ile hali ya shida katikati ya wananchi ambao wanaishi pamoja pande mbili, Somali na Wakamba. Kwa hivyo ningetaka kuwajuza siku ya leo kuwa vile hii hafla inafanyiwa hapa, tuko na furaha, sababu kama tunaweza kuongea tupate suluhisho tutafurahia sana. Ya kwanza ningetaka kuwajuza kuwa eneo ile iko na mzozo, na mzozo wa kwanza wenye unatokea katika hali ya coexistence ama kuishi pamoja ni malisho na malisho ambayo inaleta shida ni katikati ya wafugaji na wakulima na mifugo ambayo inazua ile mzozo. Ya kwanza ni ngamia. Kwa hivyo hata kama tutaongea, lazima tutafute suluhisho yenye vile tutafanya tuishi pamoja, kama sababu mifugo tumepewa na Mungu na hatuwezi ishi bila, na kila kabila wako na mifugo ile wanaishi nayo na wanajisikia kama mali yao. Kwa hivyo mzozo wa kwanza unatokea pande ya ngamia. Mzozo wa pili pia katika ile hali ya kuishi pamoja inatokana na hali ya wizi. Watu wanaimbiana, mbuzi, ng'ombe, kondoo, punda, na hizo pia zinatoa mizozo. Tuseme ile ya ngamia sasa, ngamia kama atakula shamba ama angraze kwa shamba ya Mkamba, ile hali ya kuelewana pamoja inakuwa shida, na katika hali ya kukosana kunatokea mauaji. So siku ya leo ikiwezekana tujue vile tunaweza ishi pamoja tukiwa na hiyo shida ya ufugaji, ya boundaries conflict, ya wizi, tujue na hali ya mauaji ni njia gani tunaweza ishi pamoja bila hiyo mashida, na kama tunaweza kucoexist bila hiyo mashida, maisha itakuwa mwafaka na utaendelea vizuri. So mimi ningeshagia kufika pale na niseme tukipata suluhisho ya vile tutaishi pamoja tukiwa na ngamia zetu pale, tupate suluhisho ya vile tutaishi pamoja tukiwa na wizi wa mifugo pale, tupate suluhisho ya vile mgogoro wa mauaji utakoma, tutakuwa na amani na tutaweza kuishi milele. Sasa sisi pia ni wakaji wa Mwingi. Ukiwa mkaji wa Mwingi, vita inajua ikitokea haichagui mtu.
na mandugu wawili wanaweza kosana, na wakikosana baadaye ni kuelewana. Sisi kama watu ya Mwingi pia sisi pia ni nzuri tuseme shida yetu. Tunaishi hapa town. Sisi wale wanaishi town na wale we are the same. Kwa sababu kitu ikitendeka ile gambo nyingine pande watu ya Gamia ama wale wizi wa mifugo wakiibwa, sasa watu wengine pia wanarudi town. Wale wanahangaika sasa ni wale hapa ambaye hawana mifugo. Na hiyo pia sasa kama leaders ambayo wamekuja kuangalia mambo ya peace, pia ni mzuri tuangalie kitu ikitendeka ngambo nyingine kama mahali over 100 km kitu ikihappen ina affect hapa Mwingi town. Na hiyo pia tuangalie vile tunaweza tatua ambaye isifike town. Ile nyingine pia watu wanakosana na wanasameana. Lengo letu sasa ile mzuri sana tuone na hiyo shida hasa mahali inatoka ni mpaka huko. Inatoka huko upande Sikuru, huko upande ya Ukasi, hiyo sehemu tu ndo natoka. Na sana sana ni mambo ya malisha ya Gamia, ile mifugo kuibwa. Wale wanaiba mifugo itafanywa namna gani? Na wale watu ya Gamia pia wakifanya kitendo mbaya kuwa mtu, na hawa pia hatua gani itashukuliwa? Sasa yangu kenye mimi naomba tuone vile tutatatua mambo yote ambaye kenye inafanyika msituni inaadhiri wale wapita barabara na wale wanaleta mifugo yao kama soko hapa siku ya kama Jumatano. Since hiyo kitu ili happen hii town hakuna nyama, vitu mingi ndo hakuna, biashara inaendelea. Tutakosa ile ujuzi wa Wakamba, ndio wale ambao wanatujenga nyumba ni wengi wao Wakamba, mafundi yetu kila kitu ni Wakamba. So we depend on another. So I think let's as leaders, let's enhance that brotherhood and that let's cement that leadership, because we are the ones now. Other community, common wananchi are looking what we are going to do as leaders. From the governors, from the commissioners, they have done their part for the first days when things were bad. Now us, let's do our parts. Women are doing a very good job, because women they can make peace, they can fuel violence still, but they have chosen to make peace now. So I think we are on the right track. Thank you, Madam Commissioner, for giving us your time.